Bluetooth mode. FM mode. Bluetooth mode. FM mode. Mwanangu, mimi kama baba yako naomba nikwambie maneno haya, unisikilize vizuri mwanangu. Sawa mwanangu? Nakuomba sana mwanangu, ukae utulie. Naona yaani uachane kabisa na habari za vijana wanaopita pita. Ukae. Naona ukitulia utatuheshimisha sisi wazazi wako. Unaona mwanangu? Kwa hiyo hapa sasa hivi na kuomba ukae, ujue kabisa kwamba kinachokuja kuendelea mbele yako sasa hivi, utapata wachumba ambao wakikukuta umetulia watakuja mpaka hapa nyumbani. Unaona? Na utakuja kupata wachumba bora, lakini kuliko hii. Unaona? Hizi kona hizi zitakufanya upate hata wachumba ambao ni watu vijana wa barabarani tu, wa mitaani tu. Naona leo kwenye vyombo vya habari hapa nasikia kabisa, yani jinsi vijana, kizazi hiki jinsi kilivyoharibika. Kwa hiyo ni sisi wazee, wazazi, kukaa na nyinyi vizuri, tunawaambia maneno kama haya, tunawatuliza. Kwa hiyo uendelee kuwa na heshima, utulie. Eti mama, ni kweli mume wangu, dunia sasa hivi imeharibika. Kwa hiyo binti yetu inakupasa utulie kabisa. Sawa mwanangu? Utulie, ukae, utapata mchumba wako mzuri, utafunga ndoa, utaishi maisha mazuri kuliko maisha haya ya kurukaruka. Leo una huyu, kesho yule, hayapendezi kabisa. Sawa binti yangu? Natumaini maneno ambayo umeyapata siku ya leo utayashikilia na yatakuja kukufikisha mbali, na maisha hapa duniani utayaona ni mazuri. Maneno aliyoongea baba yako ni ya busara sana. Mzee, yaani siku hizi mambo yamekuwa ni kipengele. Yaani ukitongoza tu asubuhi demu, mchana kipengele, jioni kipengele. Yaani wewe baada ya kufikiria masuala ya msingi biashara bado unafikiria hao wanawake? Kaka, utafanyaje? Ndo maisha yetu hayo. Kaka, kama yule binti wa kwa mzee Asmani pale, nilitongoza. Ushapita na huyo? Asikwambie mtu. Asubuhi hela, mchana hela, jioni hela. Yaani mpaka unashindwa kuelewa. Sasa umefungua account ya kufanya kazi zingine. Tunafanyaje kwenye hili swala? Ndio maana mimi nimeamua kuachana na hayo masuala. Kaka, unaanzaje sasa? Yaani tokea nimeacha mambo yangu yanaenda hivi. Yamenyoka. Kaka, labda tutafute plani nyingine, lakini sio kuacha. Yaani sasa hivi nimeshafilisika na kufilisika yani. Hao wamenifilisi. Kwa hiyo nimeona bora nitulie tu. Hapa inatakiwa tutengeneze mpango. Mpango upi huo sasa? Ambao huo mpango utatufanya sisi tuweze kufanikisha hili jambo, tupate watu ambao ni sahihi. Kwa sababu mzee, hawa watu siku hizi ni kama chuma ulete, wanaomba kinoma hela, yani wanaomba hela kama vampire, yani wananyonya kila kitu. Tutafilisika sasa mzee, inabidi tutafute utaratibu mwingine wa kufanya ili tuwe na mwanamke. Tena kama wewe natakiwa uoe. Sasa tunafanyaje mzee? Inabidi uanzie wewe kwa sababu wewe ndo mkubwa. Mimi plani yangu mimi naona sasa hivi hapa turudi enzi zile. Wewe enzi hizo ulikuwepo? Nilisimuliwa na babu yangu. Sasa kwa hiyo kwani wewe masuala ya historia unajui? Nilishasimuliwa. Kwa hiyo sasa cha kufanya hapa tutafute mzee ambaye ana hekima, ana busara ili aweze kutusaidia kwenye hili swala. Huyo mzee tumtume sehemu aende. Unajua wewe waga na material. Ndio maana waga naona umuhimu wa kutokuwa na kisogo. Unajua kumbe kisogo nacho kikiwa kuna vitu kinakuwa kinaficha huku nyuma. Kinatunzeti. Ndio maana hebu leta sasa hayo maelekezo. Mzee. Samahani kidogo.
Mzee, shikamoo. Marhaba, mjambo. Hatujambo. Shikamoo. Marhaba, mjambo. Mzee, samahani bana. Sisi tulikuwa tuna jambo ndio maana tumekusimamisha. Vijana. Naam. Kuna shida yoyote hapa? Mzee, hakuna shida. Ni heri kabisa mzee, ni kwema. Ila tunachoka kuna kitaka huyu mwenzangu anataka kuoa. Sawa. Si unaona anavyofutuka na anakuwa kudidimia chini tu. Tulichokuwa tunataka mzee apate jiko, huyu apate mwenza, amechoka kuliwa na mbu. Kweli nimechoka kulala peke yangu. Mzee, tunahitaji msaada wako. Wewe utumike kama mshenga. Ni kweli kabisa mzee. Na tulivyokuona hivi tunaona wewe ni mtu ambaye utatusaidia kwenye hili swala. Sisi kama sisi tumejaribu kupambana, tumeshindwa. Sehemu zingine tunaenda hatuaminiki. Kwa hiyo tukitumia mbinu ya wewe utusaidie kwenda huko, nafikiri jambo litakuwa jepesi sana. Ndio, na kikubwa mzee, tulivyokuona wewe una busara na hizo hekima zako ulizonazo ukizitumia ili swala utakuwa umeturahisishia. Kwa sababu huyu jamaa anatakiwa aoe ili na mimi nioe. Ndio. Kwa sababu yeye ndo mkubwa. Si unaona kanavyofutuka. Kwa hiyo natakiwa hili swala afanye chapu ili na mimi nifanyeje? Nipate mwenza. Kwa hiyo mzee, sasa tunachotakiwa tufanye utaratibu huyo apate. Na msichana mwenyewe yupo. Mzee, wewe kinachotakiwa kukifanya ni kutuunganishia tu. Anaishi tu hapo jirani. Yaani unaona ni kona ya kwanza, ya pili. Kuna bati jeupe. Ile nyumba ina bati jeupe pale. Pale yani kazi yako ni hiyo tu, yani wewe kutuunganishia. Binti mwenyewe yupo na ukilifanya hilo swala letu vizuri, kila kitu kiko safi kabisa mzee. Vijana nimewaelewa. Ndio. Na nipende kuwapongeza. Ndio. Kwamba kwa namna mlivyonitumia mimi. Ndio. Hivyo ndivyo ninavyotakiwa. Ndio mzee. Vijana wa sasa hivi wengi hawafanyi hivyo. Ndio. Lakini nyinyi mmepita njia ambayo ni sahihi kabisa. Ndio. Kwa hiyo mimi nawapongezeni. Asante sana. Na katika hili jambo hili mimi kwa ujumla sitaki kujisifu sana. Ndio. Lakini nasema mimi ninaweza hii kazi. Ndio. Na tusiende mbali tu, labda niwaambieni. Umeona? Mimi nimeweza kumfanyia mpaka huyu kijana akaja kaoa, huyu meya wa jiji. Ndio. Huyu meya? Mimi ndiyo nimemfanyia mpango. Mke aliye naye yule mke. Hiyo imeisha hiyo. Tayari imesha. Kama meya yule pale ni kazi yako ile? Mzee, mimi nitakuongeza, yani wewe mwenyewe utafurahi kabisa yani. Kama amefanya kazi ya meya, hawezi kushindwa kazi yangu mimi. Kazi hapa tayari shapata mke. Ubadilike tu na wewe ubadilike. Shabadilika sasa. Ubadilike sasa na wewe. Umeona? Kwa hiyo ndio maana nimeambia kabisa kwamba ninaweza na nitawafanyia vizuri kabisa vijana. Mzee, tunashukuru sana. Naam bwana. Ndio, tunashukuru sana. Lakini sasa vijana. Ndio. Pamoja na yote hayo. Ndio. Ninachotaka na nyinyi kidogo, nyinyi angalieni. Sababu hii kazi hii mlipe msukuma. Swala la pesa mzee, hilo halina shida. Hapa pesa ndo nyumbani kwao. Swala la pesa halina shida. Mzee, hebu muoneshe kidogo je. Pesa hapa ipo mzee. Hapa ni wewe tu. Wewe hapa pesa. Unaona 10 ya kwanza hiyo. Mzee, huyu ni mwekundu huyu. Ndio. Ya pili huyo. Ya tatu hiyo. Ya nne hiyo. Imefika ngapi hiyo? Hizi ni nne hizi. Ndio. Okay. Bado kuna nyingine. Hii ya tano hii. Sasa mpe na kanyongeza ili ajue tuko serious. Sasa mzee, hata nikakutembelea. Mzee, yani kazi umeona hela? Naam. Hapa noti sio shida zetu. Naam. Mzee, pambana tupate jiko. Sawa kabisa. Naomba mzee, ili swala likikamilika chapu. Mzee, tutakupa na kibebeo. Swala la pesa sio shida. Vijana wangu na wahakishieni hilo jambo limekwisha. Basi mzee, tunashukuru sana mzee. Asanteni sana. Yaani mzee, tunashukuru sana. Hii naimaliza mimi.
Baba umeniita? Ndiyo mwanangu. Nataka niongee na wewe maneno mawili matatu. Mwanangu, kwa umri ulionao sasa hivi, yafaa hata ukipata mchumba na ukaolewa. Sasa nataka nikuulize mwanangu, je, sasa hivi akitokea mchumba unaweza ukaolewa? Kwangu mimi vyovyote vile atakavyotaka babangu nitafanya. Vizuri sana mwanangu, nimefurahi. Asante sana. Nashukuru kwa sababu pia nilitaka nikuulize hilo. Asante sana. Kwa baba ndio hilo tu, hamna jingine? Ni hilo tu mwanangu. Mzazi apiga simu. Yaani tokea asubuhi macho na simu na mimi. Sioni chochote hapa. Au mzee katufanyia huni. Maana unajua alisema ni ndani ya wiki 2 tu. Sasa kama ni wiki 2 na saa hizi muda ni saa ngapi? Muda unaisha. Simu haijaita au mtafute. Ela yetu hailiwi kizembe. Tunafanyaje sasa? Ela yetu hailiwi au tuendelee kusubiri? Tuende tu kusubiri tu, tutafanyaje sasa? Sasa mzee tumeshakaa sana. Tunasubiri simu ziite hakuna. Tunafanyaje? Muda sasa hivi umeshaisha na siku aliyotuahidi ni leo. Hela yetu haipotei kizembe. Hela haiwezi kupotea, lakini natakiwa tupate simu yake. Labda tuvumilie kidogo, akichelewa inabidi tumpigie tumuulize au unasemaje? Uko sawa? Simu haiti. Tuendelee kumsubiri tuone. Maana sasa muda aliotuahidi wenyewe ndio huu. Muda hii. Na zile siku alizosema zote zimeisha. Tunafanyaje? Lazima inabidi tuangalie taratibu. Kama ukipita hata lisaje apige na bidu. Uko sawa. Hiyo kazi ataifanya. Hela yetu haipotei kizembe yani. Yaani kama yeye ameamua kuna nini hela yetu? Sio rahisi. Ndio itakuwa ni hatari sasa. Endelee kusikilizia tuone. Ndio yeye? Ndio yeye. Hebu pokea. Halo. Naam. Ndio. Yaani mzee, yaani tulikuwa tunakuamini yani. Kumbe kweli kazi yetu umeifanya vizuri. Sasa mzee, tunakuongezea na zawadi pale, usema tukuletee nini? Limeisha hilo. Kwa hiyo mzee, inachotakiwa tuende kwanza. Hapa twende chapu tu kwa haraka. Ili tukae. Hela lakini sipo leo baki. Mzigo upo. Inatakiwa tuelekee kwa mzee huko. Tusipoteze muda. Unasikia? Yaani mzee kashamaliza hii mipango. Ukiona mpaka simu yake imeita, ujue mzee huyu hana mbambamba, kwa sababu kama ingetokea mzee ana shida. Karibuni vijana. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Mzee, shikamoo. Marhaba. Jambo bwana. Jambo za siku. Nzuri. I say. Karibu sana. Asante. Shikamoo mzee. Jambo bwana. Jambo. Ndio mzee, tumekuja. Naona kazi imekamilika. Naam. Mzee, tunakukubali, tunakuamini sana. Hatukutegemea mzee kama hili swala utalifanya mapema kiasi hiki. Aisee mzee, tunashukuru tena. Nashukuru sana. Asante sana vijana wangu. Tunashukuru sana. Umelifanya jambo kwa wepesi na haraka kama ambavyo tulitegemea. Sawa kabisa. Hakika mzee hatukukosea.
Mimi niliwaambieni jana. Ndio. Mimi ni mzoefu. Ndio. Na hili jambo nilisema nitachukua muda mfupi sana. Ndio, tunashukuru sana mzee. Yaani tunashukuru kwa kitu ulichokifanya. Hatukukosea kabisa. Yaani mzee umelifanya jambo kwa haraka. Na hakika tumepata kitu ambacho ni safi na bora kwenye maisha yangu. Tumeitikia wito ili kujua sehemu uliyofikia na kila ambacho umetuitia. Umefanya vizuri. Ndio mzee, tumeshafanya. Ndio. Karibuni tu. Tumeshakaribia mzee, tumeshakaribia. Habari zenu? Salama kwema. Wewe mzee vipi? Sisi tumetoa pesa siku zile 50. Kwa hiyo sisi umeamua tuzunguke. Umeona sisi ni wajinga, umeamua tuzunguke. Hivi ni vijana. Sio vijana, tumetoa pesa. Umeelewa? Mimi nataka pesa yangu. Yaani nataka pesa yangu. Vinginevyo hicho kichwa sekunde tu nakiweka hapa. Wewe kijana. Hivi una wazimu au nini? Tumekupa pesa, wewe ukanifanyia ushenga mimi. Badala yake umenigeuka umenifanyia ushenga, umemchukua umemweka ndani huyu. Pesa yangu mimi nakupa unaamua kunizunguka? Wewe mzee unijui wewe. Wewe kijana. Wewe mzee, mimi ni kijana wa ovyo. Mimi ni kijana wa ovyo. Unijui. Ninafikiri vijana mna heshima, kumbe mko hivi. Baba kwani wapi na nani? Mwanangu. Hawa wako nyumbani kwangu hapa. Na unaposema kichwa changu. Kijana, uelewe. Unanikosea heshima. Unanikosea heshima. Una maana gani? Unajua hapa ni nyumbani kwangu. Mzee tunaomba utusamehe. Mzee tunaomba utusamehe. Yaani mpaka sasa hivi bado sijawaelewa kwamba nyinyi ni vijana wa aina gani. Sasa habari ya kusamehe sawa, lakini mzee, ni bahati mbaya, alikuwa lengo letu na hatuja kusudia. Naomba umsamehe tu, ni kwa bahati mbaya imetokea. Basi bwana. Kwa sababu mimi ni mtu samani kidogo mzee, samani kidogo. Nasikia. Sawa, mimi nimekuja hapa. Ndio. Nimeona wewe, lakini kuna pisi nyingine imetoka ndani. Ile pisi ni nyeusi. Black hivi. Alafu imeumbika inakafiga ka hivi. Mtoto mzuri. Hapa cha kufanya. Tusipoteze muda. Haina shida kabisa. Tubadilishe. Haina shida. Hapa mimi mzee huyu muelewa, kama ametufanyia kazi vizuri jamani, na yeye atatufanyia vizuri. Haina shida. Bonge la pisi. Ngoja tuongee naye. Sasa mzee. Samahani kidogo. Mzee, tumezungumza na mwenzangu. Tumeona tunataka tubadilishe hili swala kama inawezekana. Tumchukue huyu. Sisi tunamtaka huyu. Tabadilisha. Tutakuongeza sana pesa. Tumeona kaka, mtoto ananyea mbali. Iko vizuri. Unaona au hujaona? Basi muangalie vizuri mtoto. Basi kwa kweli fanya kazi yetu vizuri ya kwanza, naomba basi na hiyo. Na mzee, sisi kuhusu swala la pesa tutakuongezea zaidi ya ile ambayo sawa vijana, nimewaelewa. Mzee. Naombeni sasa mnisubiri. Asante sana mzee. Na mimi wazo lenu nimelielewa. Sawa. Sawa. Mzee ana shida, mzee nimeelewa mno huyu. Mzee, lakini umemwangalia vizuri? Wewe. Ni kitu umemwangalia vizuri lakini. Tunaona sasa mambo yalivyo mepesi. Angalia kitu kilivyonyoka. Umeona lakini? Kama mzee amebless. Acha bana. Mungu anajua kukatakata maumbo. Sana. Umeona?